Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Johra Mohamed, natokea shirika la Twaweza Communications. So leo hii tuko hapa kwa mradi wetu huu wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni. Naomba labda ujitambulishe, wewe ni nani, unatokea wapi, alafu tutaendelea. Asante. Mimi kwa majina naitwa Abdurrahman Abudilali. Mimi ni Mbajuni. Mimi pia ni chairman wa Lamu Mangrove Community Forest Association. Hii mikoko yote, mangrove zote unazoona hapa Lamu, mimi ndio chairman kumanage hizo mikoko. Pia ni local leader. Sometime nilipigania siasa. Nilivai for senatorship Lamu County. Bahati mbaya kura yako kakosa. Kaanguka. Inshallah siku nyingine. Inshallah. Labda utueleze ulikulia vipi, malezi yako, ulizaliwa wapi mpaka sasa hivi? Mimi asili yangu babangu ametoka Ndau Island. Babake babangu alitoka mainland. Nasikia alitoka maeneo ya Rubu na Kiemboni. Lakini babangu alitoka Ndau akaja hapa Lamu Island. Akaoa hapa Lamu Island. Kama mamangu ndio tukazaliwa sisi hapa Lamu Island. Nimezaliwa hapa kwa kisiwa hiki cha Amu. Nimesomea Lamu Primary School. Na nikasoma elimu ya kidini hapa Amu. Na sijaajiriwa, nafanya biashara zangu za mikoko, kuuza mikoko, mangrove poles. Na nimeoa, bibi yangu ametoka Ndau. Pia ni relatives kidogo. Mbajuni asli hasa ni nani? Wengine nakwambia Mbajuni ametoka Shungwaya. Wengine wameenda mbali sana, wamekwambia Mbajuni ametoka Madina. Madina ni Gulf countries, sio? Kwa sababu ukiangalia zile koo za Kibajuni ni koo za uhusiano na Waarabu kama Al-Ausi, Al-Hazraji, hizo ndio koo za Kibajuni. Kwa hivyo mimi ninavyoamini, Mbajuni ametoka mwambao wa pwani from Somalia to Kenya. Yaweza kuwa ni hiyo Shungwaya au ni mbele zaidi ya huko. Na sana inawezekana kuwa Mbajuni kwa vile anaishi kando ya bahari, ametambaa hii Afrika kutoka Kenya, Lamu, na Mbajuni hako nje ya Lamu, hako Lamu kupanda juu. Lamu, Somalia, Kiemboni, Kismayu, kwenda hiyo mpaka pengine maeneo ya Horn of Africa. Aweza kwa mefika mpaka hapo. Na kwa vile Horn of Africa ni jirani na Gulf, ni jirani na Yemen, yawezekana kuna intermarriage ya Arabs and Bajuni. Na ndio ikatoka hizi version mbili, kwa Mbajuni alikuwa Shungwaya, wengine kwamba Mbajuni ametoka Madina, kulingana na hizi majina za koo. Lakini mimi mwenyewe ninavyoamini, Mbajuni hatoki Arabuni, alikuwa tu kando ya bahari ya Afrika, from Horn Africa to Lamu. Mbajuni wa sasa hivi na ule Mbajuni wa zamani kuna utofauti, na kama upo ni tofauti gani na kwa nini hizi tofauti zimekuwepo? Mbajuni wa sasa hivi na wa zamani kuna tofauti kubwa sana. Culture ya Kibajuni ya zamani na culture ya Mbajuni ya leo imechange over 30%. Kwa sababu tumechanganyikana na other communities. Integrated na other communities. Na mambo ya kielimu, watu kusoma, watu kutoka maeneo ya Mbajuni kwenda kuishi maeneo mengine, wamechukua culture sehemu zingine zikaja huku. Hususan culture ya Western imeaffect sana Mbajuni. Mbajuni wa zamani ilikuwa culture yake ni only Islamic. Hana culture yake Mbajuni. So Mbajuni 100% wa Muslims. Na culture yake ni ile Uislamu unavyozungumza. Mwanamke kutangamana na mwanamume kwa Mbajuni zamani ilikuwa huwezi pata. You will never get it. Hata ukisikia mapenzi zamani wa Mbajuni wakiwa nayo yalikuwa very strong love kuliko ya leo, kwa sababu ilikuwa unampenda mtu hujawahi kumuona. Unasikia tu mlionana wakiwa wadogo mkiza pamoja, lakini akisha kufika adolescent stage huyo msichana humuoni tena. Hata wampenda kwa image ya zamani, kwa sura ya zamani. Kwa ile adolescent stage huwezi tena kumuona.
na ukisikia story vile mvulana akipenda msichana, ilikuwa ikifika wakati anaenda kwa ile nyumba, ajua hapa ni kwa ndani ndio sehemu ya kara kuosha vyombo, yeye uko nje akisikia zombo zinaoshwa analeta ile imagination kwa mpenzi wangu kwa hapa anaosha vyombo, na yeye anajipombaza kwa hiyo sauti ya vyombo. Lakini kumuona huwezi kumuona mpaka siku ile unaenda kumuoa. Siku ile umeenda kumposa, umemuoa, ni bibi yako, ndio utamuona sura zake. Lakini leo Mbajuni msichana wake anaonekana wazi kwa sababu ya western culture, pressure za activists wa western culture kusukuma hizi makabila zingine kwa ati tunagandamiza kina mama, tunagandamiza wasichana, mnawafungia wasichana ndani, mnawapokonya haki zao, watoeni waende mashule, wawe independent. Na ukiangalia mambo mengi yamebadilika. Zamani pia kulikuwa na makabila mengine yaliishi kwa sehemu zetu kama Asians, Persians waliishi maeneo ya Wabajuni. Tulikuwa na hapa Lamu. Hapa Lamu kulikuwa na Wahindi wengi. Tukienda museum hapa utakuta kulikuwa na big population of Indians. Kuna cemetery hapa Lamu. Ukienda utaona the number of graves ambao Asians wako wakizikana hapa. Utaona hiyo population ilikuwa kubwa sana. Lakini Asians hawakuweza kuaffect culture ya Kibajuni. Isipokuwa tu Wabajuni waliiba vitu kwa Asians kama carpentry, kwa mfano furniture. Hii furniture hii ni Indian style. Nyumba tunajenga nyumba kama za Kihindi. Chakula Wabajuni waliingiana na upishi wa Kihindi. Kama hizo spices, Mbajuni kwa hana spices zote Mbajuni amesoma kutoka kwa Wahindi. Lakini culture yake aliweza kuiconserve ya Kiislamu. Lakini kuja westerners na wanaharakati kutetea haki za kina mama, kutetea haki za wasichana, kutetea haki za usawa, sio nini. Hii ndio imemaliza culture ya Kibajuni. Thank you. Labda kuna cultures ambazo zinafanywa za Kibajuni sasa hivi zimepotea ama zifanywe tena, kuna mila au tuseme kama gani? Ukikumbuka labda wazee wako, either wewe ulizipata au ulizisikia. Yes. Pia kwa wazee kuna culture kubwa moja imepotea Kibajuni. Kwa mfano sisi tuna harusi mbili Mbajuni. Harusi ya kwanza ni circumcision. Kutahiriwa mvulana wa Kibajuni ilikuwa ni harusi kabisa, na inafanya sherehe kubwa sana. Watu zamani usikia wengine walifilisika wa kufanya harusi ya kutahiri mtoto wake. Ilikuwa ni kitu kubwa sana. Kuchezwa mangoma, kunapikwa mavyakula mingi, wageni wanakuja kwa wingi wa sherehe ya mtu kutahiri mtoto wake. Leo hiyo imekosekana. Na ukionekana wafanya kama hiyo, onekana wewe ni mjinga, kama wewe huna akili. Leo mtoto kizaliwa tu anakatwa hospitali, unaletwa nyumbani ashakatwa. Kwa hivyo hiyo harusi moja imepotea kwa Mbajuni. Harusi imebakia ni hii ya kuoana. Na hii harusi ya kuoana pia kuna mila mingi sana za Kibajuni zimeondoka. Harusi za Kibajuni zamani ilikuwa culture ya Kiislamu, kisha kuna na culture ya Kibajuni ndani. Kwa sherehe za ngoma. Culture ya Kiislamu ilikuwa Mbajuni yote lazima anaozesha mtoto wake msikitini. Hotuba za Kiislamu zinasomwa, lakini kuna traditional dance zinachezwa. Leo ndoa za Kibajuni traditional dance nyingi zimepotea. Kwa mfano kirumbizi. Ilikuwa ukioa lazima kuwe na kirumbizi. Ukioa lazima kuwe na msondo. Kuoa lazima kuwe kuna lele mama, kuna vugo zinachezwa. Hizo traditional dances za Kibajuni. Leo watu waoa wanaika disco. Hakuna kirumbizi. Sasa leo alikuwa disco ya nani? Harusi ya fulani. Si culture yetu hiyo. Imekuwaje, yani tuseme your life history mpaka ukafikia kwenye mangroves? Mangroves, mikoko, Lamu ndio mti wa mgongo wa uchumi wa Wabajuni. Wabajuni Lamu wanategemea uchumi tatu. Wanavuna mikoko ndio mapato yao, na construction ya manyumba zao zinatoka kwa mikoko. Ya pili ni uvuvi, na ya tatu ni ukulima. Tourism ilikuja baadaye. Kulikuwa kuna soko la tourism Lamu. Sasa hivi kuna soko la tatu la tourism. Mikoko sasa hivi Lamu imeajiri zaidi ya 30,000 families. 30,000 families zinategemea directly mikoko moja kwa moja. Kuanzia yule anaivuna
Kuna mtu anaenda kukata kwa mikoko kwa msitu, kuna ule transporter ana transport from msitu mpaka kwa landing site, kuna wale laborers wana offload na kuload mikoko, kuna sisi wauzaji, kuna wale wajenzi masonry na vibarua wao. Nyumba kama hii utaona hizi zote ni mikoko. Kwa hivyo kujenga nyumba kama hii Lamu lazima uwe na mikoko, na ikiwa hakuna mikoko huu ujenzi utastop. Huu ujenzi ukistop, it means vibarua wote kwa wanahusika kujenga nyumba hii hawana kazi. Kwa hivyo lazima mikoko ipatikane kila siku, kwa sababu hii mikoko ukiweka kwa nyumba yako sio permanent. Hii itaishi kama miaka 20. After 20 years lazima replace, utoe ile zamani imeharibika uweke mpya. Kwa hivyo mikoko Lamu ni njia moja livelihood ambao wabajuni wanapata maisha yao, hususan watu wa Ndau. Zamani Pate ilikuwa hawategemei uvunaji wa mikoko, leo Pate pia wanategemea uvunaji wa mikoko, lakini majority na dominant wa hii biashara ni watu wa Ndau. Wao ndio wanavuna na kusafirisha mikoko. Kwa hivyo sasa hivi tumepata ban kutoka serikali, mara inasimamishwa. Ikisimamishwa uvunaji wa mikoko ina affect kiasi kubwa Lamu. Mbali na mapato ya watu chakula yao na kula, kuvaa yao, kusomesha na construction, Lamu ina stop. Kwa sababu Lamu hatuwezi jenga nyumba kutumia vyuma kwa ceiling zetu, kwa sababu material tunatumia kujengea ni salty. Mchanga tunatoa kwa bahari ni salty, maji yetu tunatumia kujengea ni salty. Kwa hivyo chuma hakiwezi kudumu na chumvi nyingi. Kwa hivyo wazee teknolojia yao zamani waliona weka hizi mangroves ndio waweke hiyo ceiling. After 20 years una remove the older one, unaweka the new one. Every 20 years una remove the older one, the new one. Kwa hivyo mikoko inahitaji kupatikana each and every day. Zikitolewa hazi affect na ujenzi wa nyumba? No. Najua elimu katika maeneo ya Waislamu ilikuwa tangu zamani. Technology walikuwa nayo tangu zamani, lakini zamani hawaitwi technology kwa sababu huambiwa hawakusoma. Lakini hizi technology, kwa mfano this ceiling hapo kuna how many pieces? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are 12 pieces. Na ni ceiling hiyo. Wakati wa remove, remove those 12. Ana remove 1 2. Anatoa 1 2 ana replace 1 2. Anatoa another 1 2 ana replace. Unatoa moja kiregesha nyingine, toa moja kiregesha nyingine. Nyumba yako inakuwa safe na haina shida yote. Okay. Remove zote kwa mara moja. Ukiremove zote kwa mara moja nyumba itaenda chini. Umeelewa? Ceiling itaanguka. Lakini unatoa moja unaregesha moja. Unatoa moja unaregesha moja. Hivyo moja mpaka unamaliza. Mangroves is not one species. Tuko na 8 species. Kuna zile species tunatumia sisi kwa mambo ya construction. Kuna species zingine tunatumia kwa mambo ya construction. Zingine tunatusaidia kwa mambo ya medicine. Kuna mikoko mingine tunatumia kwa mambo ya kufukuza mosquitoes. Tunasema zamani kulikuwa tuna mosquito coils. Kuna mkoko mmoja pale unaitwa mchu. Kibajuni tunaita mchu. Kipande yake ukichoma, ukiwasha moto haiwaki, lakini inatoa moshi. Sasa hiyo moshi kila nyumba Kibajuni, kila Bajuni leo iko hicho kipande cha kuni. Wameweka kwa mlango. Magharibi kifika wanawasha hiyo, naweka kwa mlango. Natoa moshi, nazuia umbu asije kwa nyumba. Kama kuna stomach upset, kuna fruit nyingine iko na mikoko inaitwa komafi. Koka mkomafi unaitoa kwenye mawe, inatoa ile powder yake, unachanganya na maji, ukinywa kama mfanya stomach upset, hapo unaanza kuchauka na inaondoka. Kina mama beautification. Kuna hiyo mkoko mkomafi, kuna mti mwingine wanachuja kwa mawe, hiyo unga wanaweka na maji, wanapaka kwenye uso wao. Uso wake unakuwa smooth. Leo mnaenda salon mnaweka makemikali mwingine wachoma, mnakufa kule. Lakini zamani nilikuwa natumia hizo herbals na walikuwa beautiful wa Bajuni. Walikuwa hawana mapimples, lakini leo mnaenda kuchoma huko sijui nini mambo mingi. Kwa sababu hiyo ya herbal ina take time. Unafaa ku apply for several time. Maybe a week. Kama unaenda harusi imepangwa ni next week tarehe fulani. Kwanza leo unaanza kupaka hiyo. Kwanza leo mpaka ifika siku ya harusi umekuwa small. Lakini sasa nyinyi leo mnataka ile quick service. Leo mnaenda
unaoshwa sijui nini, unapaka ma chemical. Sasa hiyo imekuwa beautiful, lakini iko na side effect. Hii ya herbal ambayo tunatumia from mikoko haina side effect. Zinatumika kwa ujenzi, ni more than one. Okay. Kuna mkoko mwenyewe tunaita mkoko, unatumika kwa ujenzi. Kuna mwingine inaitwa mkandaa, inatumika kwa ujenzi. Kuna mwingine inaitwa mwia, inatumika kwa ujenzi. Kuna mwingine inaitwa mlilana, inatumika kwa ujenzi. Unajua about four species zinatumika kwa ujenzi. Kuna hiyo nyingine haitumiki kwa ujenzi, lakini iko na mbao mzuri hiyo ya stomach upset. Mkoko mkomafi wenyewe hatutumiki kwa ujenzi, lakini mbao yake ni mzuri sana kwa carving. Tunatumia kutengeneza viti. Mbao yake ni mzuri sana, reddish na ni smooth mbao yake. Kisha kuna hiyo mchu, hatutumii kwa ujenzi. Mchu tunatumia kwa kufugia wanyama, wanakula matawi yake na inawapa nguvu sana. Na inatoa fruits zingine tunaita kaure. Mbuzi wanapenda sana kula hiyo, ng'ombe wanapenda sana kula hiyo. Na kuna species nyingine haiko hapa Lamu, lakini ni mangrove, iko Tana River. Inamea mahali kuna mchanganyiko fresh and salty water. Inaitwa msukundazi. Inakuwa very tall hiyo mti. Lamu hapa hakuna. Hapa tuko na 7 species. The 8th one iko hapa Tana River. Na hiyo inatumika kwa nini? Kwa ujenzi pia? Tunatumia kwa ujenzi, lakini tunaona hizi dau zetu. Sikuna hiyo mti ndefu hiyo. Tunapenda hiyo miti kwa sababu kutumia hizo vitu kwa kufungia hiyo kitambara hiyo, tunakata mti ndefu. Hiyo type of mangrove ndio tunapata hizo long poles. I see. Hata zile hotel kule Mombasa, Malindi, tuna hizo big roofing, makuti roofing hizo ndefu hizo, tunatumia hizo miti. Before hatujapata hii mbegu ya casuarina tree, tulikuwa tuna casuarina zamani tukitumia hizo misikundazi. Unaweza kupata msikundazi mmoja uko na 40 feet urefu wake. Kisha kuna species nyingine inaitwa mlilana. Mlilana ndio tunatumia kutengeneza hizo dau. Unaona hizo dau zetu, unaweza ribs. Mlilana ndio tunatoa hiyo species, tunakata kutengeneza hizo dau ribs. Why tunatumia hiyo mlilana kwa dau ribs? Iko na maana mbili. Maana ya kwanza ni mti soft, kucarve hiyo ribs vile unataka. Kisha ni light. Wakati dau imesink, ukitumia ribs za mlilana, dau haendi mpaka chini, ita float. Okay. Utapoteza dau yako. Lakini ukitumia another hardwood, ikisink imeenda mpaka chini, utaipoteza dau. Kwa hivyo mlilana is the best material tunatumia kwa ku make daus. Ona, hiyo ni technology wazee waliona zamani. Hatuna university, hatuna class 1, hatuna secondary. Lakini tunaambia wale ambao wajina shule ni wajinga. Na tumeishi, na tume make money, na tumejenga Lamu yote hii. Hii Lamu imejengwa kwa hakuna university. Lakini kulikuwa na elimu yao. Lakini shida kubwa, nyinyi ndugu zangu tunapenda pia niambie kitu moja. Mnafaa kutafuta hii jamii iliishi hapa Wabajuni walikuwa wakitumia elimu gani kufika hapa wamefika. It's not a joke kuunda dau. Mbajuni anaunda dau. Hana compass. Mbajuni anaunda dau. Hana measurements hizi za kileo. Hana foot measure. Hana level measure. Na dau ataunda nchi kavu na atashukisha kwa maji iko balanced. Na anakuambia hii dau mimi naiunda itateremka kwa maji itabeba 5 ton na itabeba 5 ton. Na hana all those measurements. Lakini ukienda kwa zile viwanda vinajenga mameli na nini, unasema nataka dau ya 20 ton. Wako na vipimo vao vya kupima na engineers, sijui na manani. Hapa ni mtu mmoja tu. Only a carpenter. Atacarve hiyo dau na ataunda hiyo dau. Hakuna engineer. Na atatengeneza msumari mwenyewe. Atatengeneza kamba mwenyewe. Atachonga mbao mwenyewe na atashukisha kwa maji. Iko balanced na inabeba 5 ton. Guarantee. Sasa ni lazima mfanye research. Hii knowledge, hii technology walitoa wapi hawa? Na hakuna university, hakuna college, hakuna shule. Katika hii mangrove mikoko, so what do you do in preserving and growing back these mangroves, especially from the Bajuni community? Kwa sababu tukisema yes, mikoko ndo iko around. Sasa na kama hivyo unasema the government banned cutting of the mikokos. Sasa how do you go about growing them back or preserving hiyo mikoko?
inakuwaje? That is a very interesting question. Wazee wetu tangu zamani wanaamini mikoko haiwi replanted. Mikoko ina replant itself. Inajipanda yenyewe. Wazee tangu zamani wanaamini mikoko inajipanda yenyewe, haipandwi. Na mbinu ya kuharvest wazee walikuwa wameweka zamani ni very conservative. Inahifadhi vizuri sana. Una harvest mikoko at the same time you don't destroy the mangrove forest. Kwa sababu wanasema ni selective cutting, not random cutting. Ukienda kwa mangroves, hicho kichaka maybe 10 kilometers wide long. Na hiyo katika 10 kilometers long una harvest only 100 poles. Unatoa moja pale, unatembea 200 meter unatoa nyingine moja, unatembea tena 200 meter unatoa tena moja, unatembea tena 300 meter unatoa tena moja. Sasa unatoa moja which you don't destroy the forest. Not randomly, ukiingia ati ufeke kuondosha kila kitu. Unaelewa? One. And do people still do that? Wanatoa moja moja? Ndio Lamu mpaka leo utaona harvesting ya mangrove inaendelea kuharvestiwa. Inaruhusiwa na serikali. Other areas in Kenya they are not allowed. Ukienda Malindi sasa hivi kuna ban. Ukienda Kwale kuna ban. Kuna Kilifi na kuna ban. Ukienda Tana River iko ban. Lamu pekee yake tumeruhusiwa kwa sababu hatujaharibu misitu. And how long does it take to grow back? Mkoko mmoja kuwa pole ya kutumika inachukua 15 years. Wow. Ukiutoa mpaka kuwa tena ile size tunataka ni 15 years. Lakini sasa wazee wetu wakisema mikoko haipandwi. Lakini wataalamu wa scientists wa Kenya wameenda university wakasoma wakasema mikoko inapandwa. Wakati wa nyuma 20 years back, mimi nakumbuka 1992 nimeenda workshop kule Gasi. Kuna director mmoja leo ni wa Kemfrey akituhimiza sisi lazima tupande. Mti ukikata lazima upande. Sisi kwa utamwambia wazee wetu wanasema mikoko ipandwe. Mikoko inajipanda yenyewe. Wakakataa akasema lazima ipandwe. Ikawa sasa tumefundishwa kutengeneza nursery na kuweka seedlings. Mimi leo kama CFA yangu Community Forest Association niko na nursery 5, iko na seedlings 200,000 seedlings za mangrove. Na 4 years back tunapanda mikoko. Tumepanda almost 250,000 seedlings ya mikoko. Myself, my hand nimepanda pamoja na members wangu. Lakini the same scientists wamekuja kwa agreement na wazee wetu wa zamani. Leo tunaongea last month or 2 months ago tulikuwa na workshop Mombasa. The same scientist anatuambia wakati wa kurestore, mkienda kurestore mangrove, replant, hamfai kupanda tu kila mahali. Tunafanyaje? Mnaangalia iko ile natural regeneration. Kama iko natural regeneration, you don't need to plant there. Unaangalia pale mahali the natural regeneration hakuna, you support it kama there you are. Tulikwambia wazee walisema mikoko ipandwe. Najipanda wenyewe. Ni lugha tu ya kizungu mnatuletea. Ati natural regeneration. What is natural regeneration? Unaona sio? Kwa hivyo wazee tangu zamani tunaheshimu. Walijua na walikuwa na elimu yao na teknolojia yao. Na wakatutrain sisi vijana wao. Tukaweza kuhifadhi mikoko. Na leo Lamu 91% mangrove cover. Tuko nayo. Na system ni ile. Na tuna harvest. Ukienda Mkoijeti pale ukiangalia ile mikoko poles utashangaa. Mingi sana imekatwa. Na kikupeleka kwa msitu huwezi kuona pale mahali imekatwa. You will never see it. Kwa sababu it's not a randomly cutting, it's selective cutting. Na mikoko tunaamini natural regeneration inajipanda yenyewe. Okay, kwa vile wataka tupande, tunapanda tu. Lakini leo scientists wamekubaliana na wazee wetu wa zamani kuwa the natural regeneration is the best way ya kurestore mangrove kuliko kureplant. Hata juzi katika mazungumzo walisema natural regeneration ya mangrove ikipatikana ni 100% survival kuliko ile ya kuweka seedlings. Ni 50-50. Tuseme Wabajuni in general wanafanya nini kibiashara ambao inaweza kusaidia kusema kuhifadhi au kukuza mila na tamaduni za Kibajuni? Kwanza hii mikoko, wacha nikurejeshe nyuma kidogo. Mikoko ndio biashara kwanza Kenya iloleta foreign currency in Kenya. Mikoko zamani kwa tukipeleka Gulf, tukipeleka Middle East,
tukipeleka Saudia, tukipeleka Kuwait. Kuwait kuchukua miti mingi sana, Yemen, Oman, na tukipata foreign currency. Kenya ili boost economy yake yenye mangrove. Na wakati ule tukifanya biashara, mbali na foreign currency, tulikuwa tukipata bidhaa mingi sana. Hapa Lamu kulikuwa na lot of ships zimeanka hapa. Wakati zile ships zikija, wako kileta bidhaa zao pia kuuza wao Arabu. Wakileta vikoi, mashati. Lamu, watu wa Lamu walikuwa kivaa nguo mpya, nguo ya kisasa kabla Nairobi na Mombasa hajafika. Sisi tumevaa saa ya Seiko 5. Wa kwanza ni watu wa Lamu kabla Nairobi na Kenya hajafika. Perfume, the best perfume tulikuwa zikija Lamu mwanzo kabla kwenda mahali pengine. Na vitu vingi tende. Waarabu walikuwa wale mabaharia walikuwa na vitu vao wakichukua. Wakinunua kule kwao, wakija kiuza hapa kipata. Kama walikuwa wana haja sana nazi, kwao hakuna coconut. Kwa hivyo Waarabu wakija wakifanya ile butter tray, wakitupatia tende, sisi hatuna tende. Wakitupatia tende watu wa Lamu na sisi tukapatia nazi. Kwa hiyo nazi ilikuwa ni cheap thing, kitu rahisi. Wakitupatia kapu moja la tende, sisi tunaona wakichukua nazi 10 tukiona no. Hii ni ubwete. Kumbe na wao watu wanasema jinga. Tuchukua tende kapu moja tukapata nazi 10. Kwao nazi 10 ilikuwa ni big money kwao. Kwa hivyo ukitengeneza faida kubwa na sisi tukitengeneza faida. Tukipata tende, tukipata nguo, tukipata watches, best perfumes, tukifanya better trade wakichukua nazi tukipata hizo vitu. Na Kenya iko kipata foreign currency. Pesa ya kwanza kigeni uliza katika history ya Kenya ilitoka Lamu through mangroves. Lakini 1980 Moi alikuja akaika total ban kwa mangrove for exportation. Lamu ikaanguka. Lamu ikaangamia kiuchumi. Wakati ule mpaka kina mama walikaenda kiharvest mikoko. Kwa sababu ilihitajika mikoko. Market kubwa. Unaona? Wazee na kina mama walikuwa wakiingia mikokoni wakiharvest mikoko. Na kina mama wakitengeneza pesa. Lamu ilikuwa imeboom kibiashara. Lakini unajua kuna njama pia za kuangamiza jamii fulani, kuinua jamii fulani na kuangamiza jamii. That's what we believe. Si siasa. Sisi wa Kenya shida yetu tunasumbuliwa na ukabila. Mtu anaingia katika uongozi anajaribu sana kugandamiza jamii hii, kuinua jamii hii, kugandamiza jamii ile. Hiyo ndio shida ya Kenya. Lau Kenya ilikuwa haina ukabila, tunajiita wa Kenya leo, ingekuwa area yote Kenya imeinuka. Kwa sababu Mungu anaipeana resource ili muinue nyinyi kama jamii. Mungu ameleta Lamu Kenya ili Kenya inuke. Mungu ameleta Masai Mara Kenya ili Kenya inuke. Mungu ameleta Central Kenya ili Kenya inuke. Lakini leo wewe unainua maybe coast, unagandamiza Central, unagandamiza Masai Mara, unainua Nyanza. Unaona? Lakini tuzinunua zote hizo jamii pamoja, kwa Kenya leo kiuchumi iko juu sana. Sababu hizi resources zinahitajika. Kwa hivyo kina mama, biashara yetu tulifanya mikoko, kina mama wakifanya, wazee wakifanya that time. Lakini ilipokuja total ban, kina mama wakatoka kwa hii biashara. Oh, kina mama pia walikuwa wajihusisha na mikoko? Yes. In what ways? Yeah? Yani in which ways? Walikuwa kiharvest. Wakienda huko? Wakiingia kwa mikoko. Kama kina mama Wandao, ile mikoko karibu ina wao. Kando kando mikoko. Wakiingia wakikata, mama akipata poles 10 akiweka pale, akipata 100 yake. That was big money. Oh, yes. I thought ni wanaume peke yao ndio wanaingia kwenye. Wakati ilipokuwa kuna market ya mikoko, ilikuwa inahitajika mingi sana. Ilikuwa kija ship karibu 7 hapa au 8. Zinahitaji mangroves. Kwa hivyo ilikuwa inahitajika kwa wingi. Wanaume peke yake kwa itoshi kwa harvest. Mpaka kina mama waliingia. Lakini kina mama alikuwa si kiasi kikubwa, ni kiasi kidogo. Wakifanya pale katika village yao. Kwa sababu area zote za Wabajuni zimezungukwa na mikoko. Kwa sababu Wabajuni wanaishi kwenye islands na wale kwenye mainland pia beach zao ni mangroves. Kwa hivyo ukiingia zile mikoko karibu na wao, wakikata piece 10, 11 wakiweka pale nyumbani. Kisha kiita tajiri, niko na piece 10 kija kichukuliwa. Niko na piece 2 zikichukuliwa. Wakipata pesa. Huu mradi wetu wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni, tumepublish vitabu na sasa hivi vinaingia mashuleni. Wanafunzi watafundishwa grade 1, 2, 3 Kibajuni. Wow. Sasa unaona hii mradi huu utasaidiaje Wabajuni? Wow, hiyo mradi mimi nimeupenda sana. Na ni mradi ulikuwa uanze 20 years back. Okay, Mungu amejalia mmekuja nyinyi mko na hiyo interest, na naomba muwe na bidii na
mapenzi zaidi ya kuendeleza, kwa sababu kupoteza culture ya jamii fulani Kenya ni hasara kwetu, ni hasara. We need to preserve those cultures zote ziliko Kenya, ndio utajiri wetu, sio? Kwa hivyo zamani ilikuwa tukiambiwa kusoma shule unasoma kwa lugha ya mtu mwingine, ndio imetuangusha sio bajuni sana katika shule. Unasoma Kiswahili kwa lugha si yako. Wewe Kiswahili ni yako, unasomeshwa Kiswahili. Kinyume sana. Lakini ukienda UK, wakienda shule watoto wa UK hawasomeshwi English. English ni yao. Wanasomeshwa somo lingine ambalo walijui. Leo Kenya wanasomeshwa mimi bajuni, nasomeshwa Kiswahili. How come? Nilikuwa nianze na masomo mengine, Kiswahili niko nayo, lakini si Kiswahili yangu. Ni Kiswahili wanaita standard. Who put that Kiswahili in standard? Kwa nini ile standard? Kwa nini Kibajuni iko si Kiswahili? Na ni Kiswahili. Lakini leo kiwa mumeleta hiyo project, wallahi mimi naiunga mkono na iende shuleni na tutajivunia. Leo naenda shule nasoma kwa my language, my mother tongue. Hiyo itanifanya mimi kama Mjuni proud myself. Kwa sababu mimi niko shule na lazimishwa kuacha my mother tongue home, nichukue another mother tongue ambayo mimi kuielewa ni ngumu, msamiati, sijui nini. Baadaye nikimuuliza msamiati haelewi nini, sijui msamiati umetoka wapi. Tunaambia maneno mengi ambayo tuyaelewi, lakini kwa vile tunataka hiyo paper inaitwa certificate, we are forced ourselves. Kisha tunapata mwalimu kuja kusomesha mimi Kiswahili standard from Nyanza. Just imagine. Yeye mwenyewe kutamka hiyo Kiswahili ni ngumu. Unaelewa? Sasa kwa ni contradiction. Lakini leo ikiwa tutasomeshwa kwa lugha yetu, mimi naona vijana wetu watapick educationally haraka. Yes. Labda una maoni gani ya kuambia Wabajuni kwa mradi huu sasa hivi ushawafika? Upo shuleni, wafanye nini? Either jamii, wanafunzi, walimu, una maoni gani yani? Nataka kuiambia nafsi yangu mwanzo na ndugu zangu Wabajuni. Hiki chombo tulinyang'anywa kwa miaka mingi sana. Mungu amesaidia kuwatia imani baadhi ya ndugu zetu wametuletea. We have to kipokee kwa mikono miwili. Na tukishike kwa sababu this is our own. Hatuletewi ni kitu kigeni. Tunaregeshewa haki yetu, knowledge yetu, mother tongue yetu tunaregeshewa. Kwa hivyo ni wakati kuishika kwa mikono miwili na tuendeleze. Wajua katika Wabajuni naweza kusema kuna 2 village hapa Lamu ambao mimi I'm proud of. Mpaka leo hawajaacha mother tongue. Mpeleke Ulaya, mpeleke Nairobi, msomeshe kote. Akiongea na Kiswahili, anaongea Kibajuni. Mbajuni kutoka Faza hajaacha. Na kama wewe nenda kaongea na mheshimiwa Shakila, senator, ukiongea na Kiswahili utaongea na Kibajuni. Na Mbajuni kutoka Kiwayu hajaacha. Mpaka leo anaongea lafzi ile Kibajuni. Na wachache kutoka Ndao, na wachache kutoka Kizingitini. Wengi wame immigrate kwa Swahili standard, including myself. Lakini hii ikirudi, vijana wetu wataendelea kuongea mother tongue. Wewe fikiria hii kianza hii masomo, tusiangalie leo na kesho, after 20 years vijana wetu wataanza kuongea lugha Kibajuni. Ubajuni utaendelea. Sasa hivi Ubajuni unapotea. Mimi nilikuwa nikiishia pala, nikifika Mombasa nikiona haya, nikifeel shame kuongea Kibajuni kwa sababu hakuna lugha kule ni standard. Kwa Kibajuni huwa wapi? Unakejeliwa. Lakini ikiwa tarudi shule itakuwa sasa kama Mkikuyu anaongea Kikuyu kila mahali na Mbajuni ataongea Kibajuni everywhere. Please guys, hii kitu ianze from yesterday. Wabajuni watapenda kuendelea na hii tradition yao. Sababu hii ni yao, walinyang'anywa kwa njia ya kihekima. Tumika hekima kwamba Kiswahili hiki sikia shule utaanguka. Waachana nayo. Kwa hivyo walinyang'anywa, sio hataki, hakuwa anaitaka. Lakini kufaulu lazima turudi mashinani, tuelimishe jamii. Hii ni nini nakuja? Wazazi tukae nao na si mkutano mmoja, ni mkutano kadha. Mfahamu sio? Na kitu ya pili, isiende kwa mashule ikawa ni optional. Ikawa ni optional. Ikiwa ni optional pia tutapata tabu. Iende moja kwa moja ni subject. Lakini ikiwa ni optional, ima ufanye mtihani na Kibajuni au Swahili standard, ushatu confuse. Yule mwalimu ambaye atasomesha pale
si Mbajuni atapendelea kusomesha Swahili standard. Iwe ni subject ya Kiswahili maeneo yetu, na mtihani ukija uje kama lugha yetu kwa maeneo yetu. Hatusemi lugha hii isomeshwe Nairobi, ikiwa wataitaka iwapelekewe, lakini maeneo ya Wabajuni, dominant Bajun areas, indigenous areas, iwe Kiswahili standard iondolewe, iwekwe hii moja kwa moja, isiyo optional. Lakini pia kuingia haraka, wazazi hawajui sasa, most of community hawajui. Mna kazi ya kuenda mashinani kwa tufanye workshops au mikutano, public baraza, kuwaelimisha, nyinyi mmeleta nini, vitabu ni hizi, zaingia shule tusome. Kwa hivyo wazazi, encourage watoto wenu washike culture yao. Kabisa.